Leo tarehe 13 ni siku ya marejeo ya kesi ya Tundu Lissu baada ya jana kuweza kuahirishwa kutokana na kwamba madai ya Tundu Antipas Lissu kwamba hakuweza kupata chakula, hivyo mahakama aliweza kuisogeza au kuahirisha siku ya jana na kusema kwamba siku ya leo itaendelea tena kesi hii ambayo inayomkabili Tundu Lissu, mwenyekiti taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kesi ambayo inayomkabili ni kesi ya uhaini. Kwa hiyo ni kesi kubwa sana hii, na kila siku kumekuwa na sintofahamu, mambo mengi ambayo yanaendelea kujili katika mahakama. Imekuwa ni kila mara inahairishwa kesi hii. Sasa imefikia wakati wa shahidi kuweza kuzungumza, na kipengele hiki ambacho kilikuwa kikisubiriwa zaidi, kwa sababu kwa asilimia kubwa vipengele kama hivi ndivyo usogeza hatima ya mwisho katika kesi ya mshtakiwa anapokuwa anarejea mahakamani. Basi kufuatia taarifa hii na kama jinsi ambavyo wanavyoona, kabla ya kila jambo kuanza, kesi kuanza kusikilizwa, kabla ya kumekuwa na maombi katika mahakama hii. Wanachama wadau mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wamekuwemo humu mapema sana mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi hii, lakini pia maombi yamekuwa yakiendelea kufanyika pamoja na sala zikiendelea kufanyika katika mahakama hii. Unaona bwana. Kwa hiyo ili uweze kufahamu jinsi na kuweza kusikia maombi jinsi yalivyokuwa yakiendelea wakati ambao kesi inasubiria kuweza kusomwa, basi na wewe pia utakuwa na wasaa kuweza kusikiliza ni kwa kiasi gani maombi yaliendelea katika eneo hili la mahakama. Unaona bwana. Kwa hiyo ni kuacha kidogo uweze kusikiliza maombi jinsi yalivyokaa katika mahakama hii katika siku hii hapa ya leo. Yesu, ikiwa wameapa kwa jina lako, usimame mwenyewe kuhakikisha wananena kile walichokiapa. Kama ni kweli, wanene kweli. Wewe umesema ndio hakimu mkuu, utahukumu kila ulimi juu ya mamlaka zote. Wewe uliye mkuu, uliyeumba mbingu na nchi, na sisi ni kazi ya mikono yako. Umeziweka mamlaka duniani Bwana, ili kusimamia uumbaji wako, ili huyu mtu uliyemfanya kwa sura na mfano wako aweze kuishi katika nchi ulioitengeneza, ulioifanya. Maana hapo mwanzo uliumba mbingu na nchi, ukaweka vitu vyote ndani yake, ukamweka mwanadamu aweze kusimamia uumbaji wako. Baba, tuko mbele zako kama Mungu mkuu, muumba wa vitu vyote. Tunajisalimisha sasa kwako asubuhi ya leo, tukiweka mahakama hii na watendaji wote wakuu wa mahakama hii na kesi iliyo mbele yetu Jehova, maana wewe ndio hakimu mkuu. Hakuna hakimu kama wewe. Wewe ukitaka lote liwe linakuwa, hakuna weze kupindisha au kuwa juu ya mamlaka yako Bwana. Ninakusihi Mfalme wa mbinguni, tunapojikabidhi mikononi mwako sasa, tunapokabidhi kesi iliyo mbele yetu mikononi mwako Jehova, tunasihi uwepo wako mahali hapa. Tunasalimisha mahakama hii na sesheni yote ya kesi siku ya leo, tunajisalimisha mikononi mwako. Ukaonekane Bwana, uliye hakimu wa mahakimu, uketie juu katika kiti cha enzi Bwana, ukasimame upande wa wenye haki, maana umesema wewe ni Mungu mwenye haki, wewe ni Mungu mwaminifu, na utakalo lote Bwana unalitenda. Wewe ni Mungu unayependezwa na haki, jina lako ni mwaminifu. Na iweka kesi hii ndio mbele yetu mikononi mwako. Unamjua mtumishi wako Tundu tokea kutungwa kwenye tumbo la mama yake, ulimjua tokea mbali Bwana, umemlinda Mfalme wa amani. Dhoruba ilipoinuka juu yake, hakika umesema maji makuu yatakapogarika hayatatugarikisha, na ndivyo ulivyofanya kwa mtumishi wako. Maji makuu yalipofurika,
huku acha agharikishwe. Kila silaha itakayoinuka juu yake umesema haitafanikiwa, na kila ulimi utakaonena kinyume umesema hautafanikiwa. Jehova, tuko mbele zako kama viumbe vyako, simama mwenyewe juu ya hili Bwana. Wewe uliyejua yote tokea awali, tokea kuwekwa misingi ya ulimwengu ulikuwepo, na ndivyo ulivyo viratibu vyote. Siku hii Bwana umeiumba, umeifanya, nasi umetuweka kuwa mashahidi wa siku hii. Siku hii mfalme wa amani imebeba tena kesi iliyo mbele yetu, na kabidhi mashahidi wote watakaoletwa asubuhi ya leo mikononi mwako Yesu. Ikiwa wameapa kwa jina lako, usimame mwenyewe kuhakikisha wananena kile walichokiapa. Kama ni kweli, wanene kweli. Wewe umesema ndio hakimu mkuu, utahukumu kila ulimi. Bwana Yesu, asubuhi ya leo ukasimame kwenye kiti chako cha enzi, ukahukumu kila ulimi asubuhi ya leo. Kila kitakachonenwa mahali hapa Bwana, ukahukumu. Wewe uliye hakimu mkuu, ukanene Bwana, ukahakikishe mfalme haki inatendeka. Majaji na waweka mikono mwako, ni watumishi wako, umewaweka kusimamia haki katika taifa hili. Simama mwenyewe Bwana. Nchi ni mali yako, ni kazi ya mikono yako, nasi tu watu wako, nao unasimama upande wa watu wako. Umesema ikiwa watu wangu walioumbwa, walioitwa kwa jina langu, watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kutubu dhambi zao, umesema utasikia huko mbinguni uliko, utashuka na kuipona nchi. Nchi inahitaji uponyaji, uponyaji unatoka kwako Bwana. Tumekuja mbele zako tukijinyenyekesha asubuhi ya leo, tu wakosefu chini ya jua kama wanadamu, lakini Bwana tunaomba rehema kwa kila kosa tulofanya chini ya jua, ili wewe usimame uliye mwaminifu ukaiponye nchi hii. Na kabidhi mahakama hii mikononi mwako, na watendakazi wote na mawakili wote na wote ambao tuko mahali hapa Bwana, tunajisalimisha kwako. Hekima yako ikatende kazi, hekima yako ikasimame, maarifa, ujuzi na hekima vikasimame Bwana, vikanene siku ya leo. Utisho wako kashuke mahali hapa, utamalaki Bwana kwa kila kiumbe. Ninakushukuru Mfalme, tukiachilia mikononi mwako yote yanayoenda kutendeka hapa, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Rabbi athiri wa la tuathiri wa tabbin min khayri rabbi nasta'in. Ya fata al-quruba ya bal al-ajaib bazi kutulatika wa bikaramika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi firili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nadhani bila shaka utakuwa umeweza kusikia kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Kitu gani ambacho unaweza ukatoa na wewe kama maoni yako kupitia hiki ambacho kinachoendelea kwa hivi sasa? Maoni yako ni yapi juu ya hiki ambacho kimeendelea kutokea, na kama jinsi ambavyo ulivyokuwa unaifahamu ama kuisikia kesi hii na jinsi ilivyokuwa ikiendelea, watu wamekusanyika hapo kuweza kusikiliza hatima. Basi nikushukuru sana your time, nikutakia wakati mwingine, bye bye.